Shughuli za usafirishaji wa abiria na bidhaa mbalimbali za kilimo kutoka wilaya ya Malinyi kwenda halmashauri ya mji wa Ifakara wilaya ya Kilombero mkoani Morogoro zimesimama kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha na kuharibu miundombinu ya barabara eneo la Kisegese, barabara kuu inaunganisha wilaya ya Kilombero na Malinyi. Wakizungumza na Jimbi TV wilayani Malinyi, baadhi ya wakazi wa wilaya hiyo wamesema hii si mara ya kwanza barabara hiyo kuharibiwa na mvua na kuiomba serikali kutafuta suluhu ya kudumu, kwani kukatika kwa barabara hiyo kunasababisha adha kubwa kwa watumiaji na bidhaa kupanda bei. Sisi wanamama na watoto wanapata shida sana kuhusu hilo daraja. Usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu lilikatika, kama vile ulivyoona ameweka pale mawe na kila kitu, lakini maji yalikuja kwa kasi kutoka mto wenyewe mama kuingia kwenye mto Vimba. Kwa hiyo pale pakakatika. Palivyo katika maji yameingia mpaka kwenye makazi ya watu. Sisi tunahangaika na watoto, hawaendi shule, wamama wajawazito wanapata shida kwenda kliniki na nini. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba serikali kwa sasa hivi pale kwa ujenzi, kama wanavyodai wako kwamba kuna hela ya kututengenezea daraja, basi naomba wangetuwekea daraja tu la muda ili watoto waende shuleni na wakina mama nao wapate huduma za msingi na kwenda kwa hospitali na nini. Ushauri wetu sisi wana kitongoji cha Misegese kwamba kwa sasa hivi tunaiomba serikali zoezi la kuweka magabioni ama kupanga mawe pale kwa sasa hivi lisitishwe ili kunusuru makazi yetu sisi wana kitongoji cha Misegese. Kwa hiyo sasa tunaiomba serikali iweke watuwekee daraja la muda ili kusudi tupate mawasiliano kati ya kutoka kitongoji cha Misegese kwenda kitongoji cha Mwembeni ama Mwembeni na kwenda kufanya shughuli zetu zingine, kwa sababu shughuli zetu kubwa tunazitegemea wapi? Kutoka Mwembeni, na watoto kutoka nyumbani huko Misegese kwenda shuleni inakuwa ni shida. Kwa hiyo tuwekee daraja la muda mfupi utakuwa unatuwekea mazingira mazuri. Kwa sasa hivi tunaomba daraja, kama serikali imetoa bajeti ya kutengeneza daraja pale. Sasa hizi zoezi la kuweka vifusi ama kuweka magabioni, naomba zoezi lile tunaiomba serikali isitishwe kwa muda mfupi. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Malinyi Antipas Mgungusi amesema kwa sasa wasafiri wanaotoka Malinyi kuelekea Ifakara, Morogoro na Dar es Salaam wanalazimika kupita njia ya mchepuko, huku wengine wakivushwa na mtumbwi katika eneo hilo. Kwa hapo unapoona hapo kwa kuna mto miaka ya nyuma, lakini miaka hii mitatu minne imetokea pamoja kwa mtu sasa maarufu panaitwa kama mto Vimba. Kwa kimsingi ni barabara kubwa inayotuingiza Malinyi mjini, lakini kwa sasa mawasiliano yamekatika tangu masaa 24 yaliyopita. Kwa hapa kuna namna kabisa kuingia kama unavyoona pamekatika, lakini bahati nzuri tumetoa taarifa kwa wenzetu wa TANROADS, wamesikia kwa uharaka. Hapa tuko na maengineer kutoka TANROADS mkoa kwa ajili ya kuangalia uwezekano wa kile ambacho kinaweza kufanyika ili kurudisha hali sawa. Lakini kwa hali ilivyo kidogo ni changamoto, lakini tunaamini wataalamu wanaweza kufanya jambo, lakini mamlaka za juu nafikiri watu wananiona, wanatusikia, basi waone namna ya kuongeza nguvu TANROADS mkoa kwa maana kupata fedha za dharura kuweza kutibu jambo hili. Kwa maji yanapita hapa maana yake yanaelekea kata ya Igawa, kuna vijiji vya Kiwali na Ugara navyo vimeharibika, kuna baadhi ya nyumba zimeathirika, mitani, barabara za TARURA za mitani karibia zote zimeharibika kwa ajili ya maji ambayo yanapita. Naye pia mhandisi Patrice Lambika, msimamizi kitengo cha matengenezo wakala wa barabara nchini TANROADS mkoani Morogoro, anasema kwa sasa wanaendelea kusafisha karavati ili maji yapite katika uelekeo sahihi. Pata changamoto ya barabara yetu ya kutoka Malinyi Junction kuja Malinyi mjini, ambayo maji yamekuwa mengi yakipita juu ya barabara na kata tuta la barabara na sehemu zingine kuharibu kingo za gabions tulizokuwa tumeweka kwa ajili ya kulinda tuta la barabara. Maji hayo yamekuja na uchafu mwingi sana na kusababisha midomo ya karavati zilizokuwepo hapa kuziba, na hivyo maji kubadilisha uelekeo na kwenda kukata mbele ya hizo protection. Kwa hiyo hivi sasa tuko hapa kwa ajili ya kuanza kufanya usafi wa kuzibua karavati zote ili maji yaweze kupita vizuri na kuanza kurekebisha eneo lililokatika. Hivi sasa tupo tunafanya maandalizi ya kuleta vifaa ambapo tumeshaagiza tayari excavator na matipa kwa ajili ya kuanza kubeba. Nikiripoti kutoka wilayani Malinyi mkoani Morogoro, Wilson John, Jimbi TV, Morogoro.